One Day Yes TV online. Bwana mbovia pia mtazamaji One Day Yes TV online kwa parijero kama jero kipenda nite Mr. Brand katika siku leo kama mnavyoona tunazungukia katika nyumba ya wakala na wakala mwenyewe huyo hapo tupigane ma story. Bwana kaka mambo vipi? Safi. Inakuaje? Namshukuru Mungu. Nakuona. Nipo. Familia inasemaje? Haijambo alhamdulillah. Kaka. Unaweza kutuambiaje kuhusiana na tutakufahamu sijui kama majina anaitwa nani? Kwa majina naitwa Baraka. Baraka ndio majina yangu. Kwa jina maarufu mtaani anaita The Big Wakala. Ndio jina maarufu ya pili inayofuata. Kama umefika kibandani kwangu, umeona mwenyewe. Ndio hayo ndio majina yangu. Au ndio majina yako? Ilitokana na nini kuitwa Baraka? Baraka ni jina nimepewa na mama na baba. Okay. Anyway. Baraka kama Baraka leo tunakuona upo katika mazingira yako ya kazi. Tungetaka kufahamu kazi ya wakala ulianza lini? Sasa hivi mimi nikifika mwezi wa 6 tarehe 13 mwaka huu nakuwa nimefikisha miaka 6 katika kazi ya wakala really kabisa. Itakuwa imetimia miaka 6. Una miaka 6 uanze, yani tuseme kama umeeneza, una miaka 6 sasa hivi kwenye kazi ya wakala. Ndio. Okay. Unaweza kuniambia changamoto za wakala inatokana na nini? Changamoto ni nyingi, kibao kabisa zipo nyingi sana. Shida katika biashara vya kifedha inatakiwa nidhamu. Vijana kama sisi kumiliki pesa na umri wetu ni mdogo, natakiwa tuwe na hekima. Na katika vijana wengi kambini tunakosa hekima na nidhamu ya fedha. Fedha inatakiwa nidhamu ndugu yangu. Fedha inaomba heshima, inaomba hekima, nidhamu ya hali ya juu. Hauwezi ukamiliki fedha ukiwa bado na mazingira kutatanisha, bado ukiwa kwenye makundi ya ajabu ajabu, itakuwa ni vigumu sana. Sana tena sana. Na inafikia wakati vijana wengi wanafeli. Lakini katika kufeli kisafari ya kifedha, hizo safari ya fedha inatokana na mambo mengi. Kwa safari ya fedha safari ndefu sana ndugu yangu kwa sababu haupo kwenye mzunguko wa kifedha. Safari ni ndefu, kuna changamoto nyingi. Tunajitahidi kupanda milima na mabonde ya safari ya kifedha, tufikie malengo na tunahisi Mwenyezi Mungu atatushika mkono, atatubless, tutafikia tu ndugu yangu. Changamoto ni kama zipi? Katika safari ya fedha, changamoto mojawapo katika kazi ya wakala, kwa kuwa kazi ya kifedha ya wakala ndio naijua mimi. Changamoto zipo, kuna kutuma pesa kwa mteja vibaya, hiyo ni moja. Pili, wakala hataki kuingia kazini na stress. Kwa kuwa stress inamfanya wakala afanye kazi vibaya, aingie loss, aidha afanye mistake kwa kupoteza pesa. Sawa? Stress haitakiwi. Sawa. Pili, natakiwa unapoingia kazini uwe mtulivu, utulie. Ukishatulia, unafanya kazi unajielewa. Unajielewa kabisa. Kuna changamoto hiyo kupoteza pesa, unamtumia mteja pesa zinaenda tofauti. Kuna changamoto ya kutoa mamala kwa mteja, unakuta umesahau kabisa namba ya wakala, umeenda kuweka namba ya wakala nyingine tofauti na ya kwako. Pesa zinakuwa zimeenda tofauti. Umeshapoteza hapo. Kuna kupoteza ya njia za ushirikina. Sawa? Unaamini katika biashara ushirikina upo? Mimi nasikia kwako sasa. Upo, elewa upo katika biashara upo. Upo? Upo na unafanya kazi katika 100%. Kwa mfano unaweza kuniambia ili nijue kama kweli njia ushirikina upo. Maana mimi sijazoea. Unajua wewe sio mfanyabiashara, si ni wafanyabiashara. Mpaka nikikwambia niko katika biashara miaka 6, yani mimi unauelewa. Yani mimi ni gentleman katika biashara. Kwa sababu kufika miaka 6 sio midogo ndugu yangu. Tunakimbizana haraka yani. Sasa hiyo michezo ipo aina nyingi. Kuna mchezo fulani unataka tunduzi. Ni mchezo fulani unaweza ukakuwa umehifadhi hela yako. Umelala na hela, ukiamka uioni. Alafu hiyo michezo ina aina nyingi. Sawa? Uaga wachukui zote. Kuna kipindi wanachukua nusu bai. Kwenye M unaweza kachukua 10,000, 10,000 yani. Kama imetoka. Yani kwa nini Waswahili wanasema 10. Kama imefanya kama imepelekwa. Ukajikuta kwenye M laki moja hamna, laki mbili hamna, hela inaenda. Ukirudi kwenye hesabu unakuta ile hela ishapigwa. Sawa? Unakaa unafikiria hesabu kwa sababu katika hesabu za wakala nyingi tunaendeshwa na karatasi na kalamu. Watu tunaandika kila hela inayoingia inapotoka. Unapolala unalala na shilingi ngapi, umeingiza shilingi ngapi, umetoa shilingi ngapi. Unapoamka hivyo hivyo.
kabla hujaingia kazi unatakiwa upitie hela, ujue nimelala nimetoka na shilingi ngapi, nimeamka na shilingi ngapi na nina shilingi ngapi. Kwenye float, yani hela ziko kwenye simu, ya tili na yalipa na cash iko kwenye mkono. Deni ni shilingi ngapi kwa siku, kila kitu hesabu inakaa. Ila sasa unapokuja kuingia kwenye mahesabu ya usiku, jioni, yani kutaka kulala, hela hamna. Na kuna mwanzo kaipiga ukakuta hela ipo, hesabu imekaa kabisa imenyooka. Ila kuamka sasa, changamoto ndugu yangu, hela uioni. Wana changamoto zenu hizo. Changamoto ni kubwa sana. Okay, anyway, katika wakala unaweza kutuambia wakala toka mwanzo kwa wakala ushia kufanya loss mara ngapi? Siwezi nikahesabu loss kibao. Unaweza kutuambia hata 1 2 3 au nishapiga loss ndugu yangu, nikikwambia watu wanaotuona watasema anajiproud, lakini tushapiga loss. Hamna kazi nzito na ngumu kama ya wakala. Changamoto ya kupata hiyo pesa inayoitwa wakala, yani pesa ya mkononi inaitwa cash ya mkononi ni kipengele. Na hapo tunapigwa loss za maana. Kwa mtu asiyojua, kwa mtu asiyoelewa, ajui changamoto zipo wapi. Hiyo ni loss moja wapo wa loss kubwa inayobeba kazi ya wakala. Unaweza kufilisika hata leo. Sawa, kwa kuwa pesa zitoki kambini, pesa zinatoka Kasulu. Hebu imagine Kasulu na hapa distance ya kutembea ni masaa mangapi mpaka pesa zitufikie? Parefu. Kama sikoseni masaa atakuwa ni masaa 10 au masaa 7. Parefu jamangu. Afu imagine hiyo hela unampelekea mtu, by wewe unamjua tu kwa uso na kwa simu namba, lakini hamjui tabia. Biashara ni ngumu ndugu yangu. Nafanya biashara na mtu unayemjua uso, hamjui tabia yake. Sawa, ya hela hiyo. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi ndugu yangu. Hivi unamshauriaje mtu ambaye anataka kuingia katika kazi ya wakala? Unamshauriaje? Ya karibu. Kwanza nikasema karibu. Ni support kubwa. Tutakuwa tumeongeza mafansi ya mawakala, ni chama kubwa na ni chama ya watu wazito kambini. Ukiitwa wakala ujue ni mtu mzito. Kwanza moja una jina kubwa, umebeba brandi ya nusu tawi la benki unalo wewe mgongoni. Sawa. Ni karibu. Cha pili njoo na hekima na busara. Anayemiliki pesa ni mtu ipo tofauti na mtu asiyomiliki pesa. Katika pesa kutaji brandi. Katika pesa kutaji majitapo, majivuno, kujiona, kujivimbisha. Yaani mtu anayemiliki pesa hayupo hivyo. Mimi nitakupa mfano ya watu baadhi wanao pesa kambini. Wana majina lakini ukikutana nao, akina Zumbe ulikutana nao. Mzumbe si unamjua? Zumbe ulivyokuwa unamwona ulikuwa mwana ni wa ajabu. Wa kawaida tu, lakini alikuwa na pesa chafu. Zimekaa. Sawa, mwenye pesa anaga majitapo. Mwenye pesa anaga brandi. Brandi zinajiita zenyewe. Sawa ndugu yangu. Kumbe akija kwenye game ya biashara ya wakala, atulize mambo mengi. Kwenye pesa kutakiwa mambo mengi. Atulize mboraja. Kelele porojo nyingi atulize. Unaweza kutuambia katika wakala kuwatolea wazee wangapi hela kukutana na wazee? Ushakutana na wazee design gani? Nishakutana na wazee wengi. Unajua kwenye business ya biashara ya wakala inalika zote. Ni kazi inabeba rika zote kabisa katika 99%. Yaani kaso pointi moja tu. Inabeba watu kabisa wa kike, wa kiume, wazee, makamo, vijana, nini. Sawa. Na wazee wapo tunafanya nao kazi. Changamoto kwa wazee. Wengi wazee umri ushaenda, mambo ya simu hawaijui. Sawa? Changamoto ipo. Kwa wazee wa kike na wa kiume tuna changamoto kubwa katika kuwahudumia. Kubwa mno. Sasa kama wazee hao hivi nasikia kama kunaga wakala matapeli, wapo wakala matapeli? Wapo ndio. Really wapo. Really wapo au mawakala wapo. Wapo. Hauwezi ukatoa pesa kwa mteja. Alafu wewe ukala cha juu zaidi. Yaani mteja mpaka akafikia hatua kulia. Kuna wakala analetewa mwamala na mzee. Takriban tuseme 300,000, thamani ya $150. Imetoka USA imefika. Imekuja kama 300,000 sijui na uchafu hivi. Wakala anatoa anampatia bibi 250,000. Na ikuja takriban ikuja 300,000 na uchafu. Yaani inatakiwa katika kutoa kwake na makato yake bibi apewe 300,000 na zaidi. Yeye anampa 250,000. Yaani kuna kitu kama 80 90 amepiga hapo. Sawa. Sasa bibi akija kwa mimi gentle, nimekaa kwenye game, namwambia bibi mbona hii hela imetoka vibaya? Umepewa shilingi ngapi? Hii hela nimepewa hivi na hivi. Bibi umepigwa. Nikijidi kufuatilia ule mkeka nakuta kwa bibi kweli kapigwa. Wapo mawakala wapo, wa design hiyo wapo. Hapa kambini wapo. Ila sio magento. Ukiwa gentle una kibanda kama hichi unakimiliki. Yaani wakala usipomwona sio gentle hajamiliki kibanda kama hichi. Huyo ndio wakala mpya anayeingia. Yeye anatumia mwamvuli,
anatumia sijui kukaa chini ya mti. Sasa ukiwa uko gentle hapa kambini, gentle wakala hapa kambini, una kibanda kama hichi. Ukicheza usikioni kimekaa, takriban milioni kimecheza hichi. Majengo tu. Hii kibanda bwana. Akishangata mimi. Ukicheki gharama yake imegharimu shilingi ngapi kibanda? Milioni unacheza. Milioni Unacheza hemu kabisa. Naona nasikia SMS zinaita. Yes, ofisini ndugu yangu. Kweli. Au mnatisha yani. Ofisini jamangu. Sasa kaka, unazungumzaje kuhusiana na wakala ambao wanatumia miamvuli, ambao wanapiga wazee, au si ndio vibaka wenyewe? Mimi nitawaambia pole. Na nitawapa kwanza pole cha kwanza. Kwa nini? Kwa kuwa kwenye mwamvuli na hali yetu. Unajua kambi yetu inanyesha mvua kubwa nini, upepo. Mimi nitawapa pole. Kwa kuwa huwezi kumhudumia mteja kwenye mvua inanyesha, kwenye mwamvuli unaloa. Niwe wakala unaloa, mteja analoa. Nitawapa pole. Lakini kwa sisi majento tuko ofisini, mteja akija anakaa, anaingia, na enjoy. Kunya anatumia. Hata maji hapa anatumia. Ana enjoy, ananona. Sasa kwa kuwasi, mimi niwaambie wajitume. Kwa sababu ni safari moja wapo sisi kutafuta maisha vijana, tunajituma, tunapambana. Sawa. Na katika kupambana natakiwa sisi tujitume. Kujituma ni nini? Yaani unatakiwa kila siku jitoe kazini. Sawa? Kila siku. Voda ipo mzee wangu karibu. Sina tunafanya kazi na naona. Babu, ujambo mzee? Jambo. Uko poa? Naona karibu naona fika kwa wakala mzee wangu. Asante. Unakuja kuchukua nini kwa wakala wetu? Boda. Katika wakala vocha. Katika wakala siku moja je kukupiga? Hakuna. Ni wakala mwaminifu hapa kwetu. Ndio. Kweli kabisa. Na unaweza kumfahamu kwa wakala kwa jina lake anaitwa nani mzee? Simjui. Mjui? Jina nani hamna mzee wangu? Chenchi imekwisha. Ndio. Chenchi imeisha mzee. Ndio karibu tena. Naona kweli. Mzee amekwambia amesema kwa zaidi sifa zako kabisa zipo zaidi kweli wewe upigi watu. Tabia kupiga mimi sina. Mimi naridhika na maisha yangu. Kwa kidogo ninachokipata ninachonizalia Mwenyezi Mungu, amani ya kutosha nakaa. Nakula na familia. Nakula na familia. Yaani siwe muongo. Mimi masuala ya kutapeli, sijui nini, kwangu hiyo sio fani yangu. Mimi naridhika sasa jina langu Baraka, na kile kidogo ninachokipata kwa Mwenyezi Mungu naridhika nacho hicho. Kweli na mibaraka. Katika una mke? Mimi nimeoa. Na watoto? Ndio ninao. Waki kidogo ambacho unakipata unakula na wana. Na familia yangu kabisa. Okay. Katika wakala wako unaweza kutuambia kuhusiana na wakala wako okay. Anyway, wakala wako utoka anze kutoana miamala uje kutambua mtu akaja naye akakupiga nini? Wakupiga hapo aishaye kuja zaidi ya mara 3. Mmoja tulifikishana polisi, wa pili polisi, watoto tukamaliza kifamilia. Sawa? Yaani mteja anataka kuja kunipiga mimi wakala. Kivipi? Mteja anakuja anasendiwa muamala fake kwenye simu yake. Anapigiwa simu na wale matapeli anamwambia bwana kwenye simu yako tumetuma hela kimakosa. Tunataka tufanyeje turudishie muamala. Kwa kuwa mteja hajui simu na hajui kanuni na sheria za wakala, anakuja kwa wakala. Alafu anaambiwa ukienda kwa wakala usimpi simu. Wewe mwambie tu wakala tuma hiyo hela. Anapofika kibandani wakala natuma. Siku hiyo alikuja alituma kama 790,000 hivi. Tuma, nikamwambia natuma. Nitumie 790,000. Hizo hela sijazituma kwa awamu kama sijakosea, nilizituma awamu hizi 2. Mara ya kwanza niliweka 300,000 sijui 50,000. Mara ya kwanza. Mara ya pili nikaweka 400,000 na 40,000 kama sijakosea. Kwa imeenda. Nikamwambia jamangu mimi nishatuma muamala. Ni raundi yako sasa wewe kunyesabia keshi yangu mimi kama wakala. Jamaa akatoka nje akaanza kuongea. Kabla sijamtumia hela nilimwambia angalia jamangu usipigwi matapeli ya wapo wengi. Akaambia ni kakaangu. Alikuwa ni wa kike. Akaambia ni kakaangu. Akaambia haya poa sister sio mbaya. Akatoka akaongea, akamaliza kuongea akaja. Kaka toa muamala, mimi nikaangalia muamala. Message imesendiwa ndugu yangu. Message ya muamala imesendiwa. Yaani mimi nikusendiwa wewe message. Sawa? Kuja kuniambia hii message imeforwardiwa, sio kweli. Anga kwenye account, nikaingia kwenye account, nikapiga menu nikamaliza, nikamwambia kwenye account iko 0, hela hamna. Kaanza kulia, nimetapeliwa. Nikamwambia hii mimi siyajui. Nikafuata sheria na kanuni zinazosema. Kaita wenzangu mawakala wakaja tukachangia mawazo, nikafika pale polisi tukayaongea, akanipa hela yangu. Na alinipa na riba kabisa ya kufanya kazi siku hiyo.
kanipa riba ya shilingi 30,000 kama sijakosea kituoni, na faini ya kituo akalipa. Yeah, hizo changamoto zipo, mawakala kutapeliwa. Inakuja vigumu kwenye mazingira ya hapa sisi kama sisi mawakala, kwamba mteja anapoingia ofisini umwambie kwamba hela kwanza, inakuja ngumu. Kwa kuwa mpaka mtu atoke nyumbani kwake afike kwenye kibanda cha wakala nayo hela. So na mzee katanguliza hela kwa sababu alikuja nayo kuja kwa kununua nini voucher. Sasa inakuja ngumu, mteja amefika kibandani, unatuma? Natuma, nipe hela. Sasa mtu mzima atakujibu swali, mpaka nitoke nyumbani kwangu nifike hapa kwani hela sina? Ona mjibu nini? So maji yamekaa kwenye shingo hapo Unabidi unakuwa mpole. Katika kuwa mpole unatuma, natuma. Ila vigezo na masharti ya kutuma unayajua. Sawa. Nipe hela nitume. Lakini kwa hapa kambini kwetu ukiongea hivyo ndugu yangu inakuwa ni mambo mawili tofauti. Mteja anataka kwanza umhudumie afu akupe hela nyuma. Changamoto tunazo katika njia ya kutuma. Ndio changamoto zenu. Okay, anyway. Hivi katika wakala mna group? Group iko, umoja wa mawakala kambini ipo. Admini wapo. Unaweza kutajia kati ya admini hao wawili watatu? Yupo Hussein Mal Shop D1, alikuwa Zumbe ishaenda. Tupo nao wengi, yupo Chidi center ya ngapi kule. Sawa. Wapo wakina Chidi wapo maadmini. Wakina Raymond Misa Wanyange wapo. Maadmini wapo mawakala. Grupu lipo la kambi nzima. Mimi namonda katika media One Day Yes TV Online. Mimi nimeshukuru, umenitembelea, umenitoa upweke, niwatakie maisha mazuri, kazi njema na Mungu awabariki pia. Okay. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa One Day Yes TV Online. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Jero kama Jero kipenda niite Mr. Brand. Siku leo tulipiga ma story na blaza yetu anaitwa Baraka, ni mtu wa wakala. Wana group line inaitwa Wakala. Mmoja wa mawakala. Okay. Anyway, leo kwenye kamera Director Mbeko Boy. Bye bye. One Day Yes TV Online.